Leo nitazungumza na wewe ujumbe ambao kichwa cha somo kinasema kutoka katika vifungo. Kichwa cha somo kinasema kwamba kutoka katika vifungo, kwa sababu kuna vifungo vya aina nyingi. Kuna vifungo ambavyo mtu amefungwa na shetani na mapepo na nguvu za giza, lakini kuna vifungo ambavyo mtu amejifunga mwenyewe kwa sababu ya kuwa na maarifa machache na ufahamu wa kiwango cha chini katika kumwelewa Mungu, ambayo ndo ile Hosea anakuwa anazungumza sana kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hivyo ni vifungo ambavyo mtu amejifunga kwa sababu amepungukiwa maarifa ya neno la Mungu ndani ya maisha yake. Kwa anajikuta kwamba amejifunga yeye mwenyewe, wala si shetani amemfunga, wala si Mungu ameshindwa kumletea msaada kwenye maisha yake, ila ni yeye mwenyewe amejifunga kwa kukosa maarifa, kwa kukosa ufahamu. Haleluya! Kwa sasa mimi eneo nitakalozungumza na wewe ni eneo la vifungo vya kujifunga wewe mwenyewe kwa kukosa maarifa. Haleluya! Siwezi nikazungumzia vifungo vya shetani kwa sababu wewe umeokoka, shetani hajakufunga. Maana wewe umeokoka. Waliookoka hawako chini ya vifungo vya shetani. Haleluya! Waliookoka hawako chini ya vifungo vya madhabahu ya shetani, maana wao tayari wameokoka. Kuokoka ni kutoka kwenye vifungo vya shetani. Haleluya! Kwa kama nikizungumzia vifungo hivyo nitakuwa nimekwea penginepo. Haleluya! Isipokuwa mtu aliyeokoka, vifungo anavyokuwa navyo ni vifungo vya maarifa machache juu ya uelewa unaohusiana na Mungu au unaohusiana na neno la Mungu kwenye maisha yake. Hivyo ndivyo vifungo vikubwa ambavyo vimewafunga waliookoka. Amina. Ambavyo ukishafunguliwa hapo hakuna wa kukufunga tena. Amina. Haleluya. Amen. Hakuna mapepo, hakuna wachawi, hakuna ushirikina, hakuna ibilisi, hakuna vibwengo, hakuna vinyamkela, hakuna chochote kile kinachoweza kukufunga ndani ya ufahamu wa elimu ya maarifa ya neno la Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Cha msingi tuwe makini wakati tunahubiri sahihi. Muda wangu hautakuwa mrefu, ni kama ndani ya sali moja tu tayari mimi nitakuwa nishamaliza. Kwa hiyo wewe nipe masikio yako ndani ya hilo lisali moja nizungumze na wewe. Haleluya. Amina. Unajua, unavyonisikiliza kwa umakini ndivyo ninavyopata upako zaidi wa kuzungumza na wewe. Amen. Kama unisikilizi unashughulika unainama chini mara sijui uchole nini hapo chini, utakuwa unanipunguzia upako. Amen. Utakuwa unanipunguzia upako, alafu nikihubiri bila upako sije ukasema yule mchungaji hana upako. Wewe ndio umeshindwa kuutoa upako wako ungane pamoja na mimi. Amina. Haleluya. Amen. Kwa ili niwe na upako kwa ajili yako, embu na wewe zirisha upako wako wa kunisikiliza uungane pamoja na mimi. Amen. Alafu upako utakuwa mkubwa. Amina. Amen. Haleluya. Amen. Nitakwenda kukupa ushahidi katika maandiko kwamba kuna vifungo vya kujifunga wewe mwenyewe ambavyo vifungo hivyo
ndivyo huenda vinavyokutesa. Amina. Ndivyo huenda vinavyokusumbua. Amina. Mimi nina uhakika shetani hajakufunga tena tangu ulipookoka. Amina. Hana mamlaka hayo. Amina. Maana ndani ya Yesu anasema kwamba tunayo mamlaka. Tukishampokea Yesu Kristo, tuko ndani ya mamlaka ambayo tumekanyaga nyoka na nge na nguvu zote za giza na za yule muovu. Hakuna cha kutudhuru. Amen. Sasa mimi ukiniambia umeokoka alafu nadhurika na shetani, nitashangaa. Alafu nitakuita na wewe tutaongea. Tukishamaliza kuongea nikikuelewesha na kuongoza sala ya toba uokoke. Amina. Haleluya. Amen. Maana nitaona kwamba ulikuwa bado hujaokoka. Ulikuwa bado hujaujua wokovu. Kwa hiyo nitakuongoza sala ya toba ili uokoke vizuri na ujue vizuri wokovu, shetani asiwe na nafasi kwenye maisha yako. Amina. Haleluya. Amen. Utanielewa tu. Twende katika Isaya 52 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa pili. Amina. Isaya 52 mstari wa kwanza hadi wa pili. Neno la Bwana linasema, ndio: Amka, amka, jivike nguvu zako, Sayuni. Jivike mavazi yako mazuri, Yerusalemu, mji mtakatifu. Kwa maana tokea sasa hata ingia ndani yako asiyetahiriwa, ndio, wala aliye najisi. Ndio. Mstari wa pili. Ndio: Jikung'ute mavumbi, uondoke, uketi, Yerusalemu. Jifungulie vifungo vya shingo yako, binti Sayuni uliyefungwa. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Unaona, nasema jifungulie vifungo vya shingo yako, binti uliyefungwa. Amina. Amen. Haleluya. Amen. Anasema binti Sayuni uliyefungwa. Manake ni vifungo ambavyo umejifunga wewe mwenyewe na unatakiwa kujifungua wewe mwenyewe. Amina. Haleluya. Amen. Ndio maana pale juu anasema amka, amka, jivike nguvu zako. Sayuni, jivike mavazi yako mazuri. Yerusalemu, mji mtakatifu, na kadhalika huko mbele. Maana anaposema amka, ujivike nguvu zako. Nguvu zako ni nini? Nguvu zako ni maarifa ya neno la Mungu ndani yako. Amina. Haleluya. Amen. Mavazi yako mazuri ni ule uelewa wa kujua kazi ya msalaba wa Yesu Kristo kwenye maisha yako. Amina. Mavazi mazuri ni kutambua ukombozi wa Yesu Kristo umefanya nini kwenye maisha yako. Amina. Haleluya. Amen. Kwa ukitambua hapo, ukitambua namna hiyo, tayari utakuwa nazo nguvu. Umejivika nguvu, kwa sababu nguvu ziko ndani ya kiwango cha ufahamu wako wa neno la Mungu, kwamba ni nini Mungu alichokifanya kwenye maisha yako. Ukombozi wa Kristo ulikuja kufanya nini kwako, na baada ya kuokoka umekuwa wewe ni nani ndani ya ufalme wa Mungu duniani. Amina. Amen. Wewe ni nani? Nafasi yako ni ipi? Haleluya. Amen. Ili ukajitambue sawa sawa na neno la Mungu lilivyokutambulisha, ukajifahamu sawa sawa na neno la Mungu linavyokufahamisha, ukajielewe sawa sawa na neno la Mungu linavyokuelewesha. Amina. Amina. Lakini nje na hapo utajielewa tofauti, na ukijielewa tofauti, hali yako ya mabadiliko haitatokea, bali utazidi kuwa yule yule wa zamani, wa kiumbe cha zamani, si huyu wa kiumbe kipya, kwa sababu kazi za kiumbe kipya zinaanza kufanya kazi ndani yako baada ya wewe kujitambua wewe ni nani ndani ya ufalme wa Mungu duniani. Amen. Baada ya kujua Kristo amefanya nini kwenye maisha yako,
baada ya kujua una nafasi gani ndani ya Kristo. Haleluya. Amen. Ndipo mambo yote ya wale walio kiumbe kipya ndani ya Kristo yataanza kufanya kazi kwenye maisha yako. Amina. Kwa sababu utaishi maisha yako ndani ya Kristo. Hautaishi maisha nje na Kristo. Haleluya. Amen. Sasa nitakwenda kuzungumza sifa za mtu ambaye amejitambua. Sifa za mtu ambaye anajielewa kwamba yeye ni nani ndani ya ufalme wa Mungu, na anayejua kazi ya msalaba imefanya nini kwenye maisha yake, na anayejua kifo cha Yesu Kristo kimefanya nini kwenye maisha yake. Kwa viwango vikubwa sana. Yesu alichokutambulisha sana eti aliposema tu utakanyaga nyoka nge na nguvu zote za yule mwovu, hakuna kitakacho kuzuru. Aisha kuweka katika nafasi ya ukubwa wa hali ya juu sana. Amina. Na huo ukubwa haujalishi ni mchungaji, ni mshirika, ni muumini, inajalisha una kiwango gani cha ufahamu juu ya hayo. Amen. Haleluya. Amina. Kwa sababu kufanikiwa katika Yesu sio kwa sababu ni mchungaji, hapana, kwa sababu mzee wa kanisa au kwa sababu mshirika wa kawaida. Ukipata ufahamu na maarifa mapana ya neno la Mungu kama yeye mchungaji hajayapata, wewe utafanikiwa kumzidi. Amina. Haleluya. Amina. Kwa sababu hapo kinachomata ni ufahamu. Una ufahamu kiasi gani? Amen. Haleluya. Amina. Sasa mtu huyu ambaye hatambui ukuu wake aliolisishwa na neema ya Kristo, utamsikia kila mahali yeye anajipunguza, ila naona wengine ndio wanaostahili, lakini yeye hastahili. Hata kwenye maisha yake mwenyewe alishajipunguza kwenye nafasi ya maisha yake. Anaona kwamba mtu mwingine ndiye anayeweza kwenye nafasi ya maisha yake, hata maisha yake yakaenda, lakini sio yeye. Haleluya. Amina. Tunamsikia Bishop anasema kwamba ni kweli. Anajua ninachokiongea. Ukisikia Bishop anasema ni kweli, usifanye mchezo. Kwanza ulitakiwa usimame hata upunge mkono. Haleluya. Amina. Na huyu mtu anajipunguza. Wakishajipunguza kila siku, imani na maisha yake hana, uhakika wa yeye kwenye maisha yake hana. Kwa yeye ni kazi ya kutegemea mtu mwingine kwa ajili ya maisha yake. Hawa wamelaaniwa. Na kama umeokoka, umelaaniwa kama ukiwa namna hiyo. Lakini nataka nikwambia leo neema imekuja. Kimbia haraka sana utoke kwenye hiyo laana. Amina. Amen. Utaiona ukisoma kwenye Yeremia 17 mstari wa 5 mpaka wa 6. Utaiona hiyo laana inavyotafuna watu wa namna hiyo. Na leo nataka nikutoe hapo, na utatoka kwa jina la Yesu aliye hai. Amina. Haleluya. Amen. Nimetumwa nikutoe hapo. Amina. Na ukitoka maisha yako yatabadilika. Ndio maana nimekuambia sio shetani anakuloga, wala sio acha, wala sio nini. Hiyo akili futa na hiyo mawazo futa. Ila umejiloga wewe mwenyewe kwa kuikataa nafasi yako na kuukataa uweza wako kwa ajili ya maisha yako, na kuwaweka watu wengine kwenye mfumo wa maisha yako kwamba ndio wenye uwezo kwenye maisha yako. Ni mbaya sana. Ukisikia ugonjwa mbaya kuliko wa pepo punda sijui nini, huo ndio ugonjwa mbaya. Huo ndio umeua walokole wengi. Amen. Walio wanaokoka alafu wameshindwa kuketi
basi katika maarifa ninayoyazungumza, ugonjwa huo unawatafuna. Wamebaki wanalalamika, wamebaki wanahuzunika, wamebaki wanaomba maombi mengi. Mungu mbona unibariki? Mungu mbona? Mungu akubarikije? Wewe mwenyewe umekataa kujibariki. Amen. Wewe mwenyewe huwezi kujibariki, Mungu anakubariki vipi? Haleluya. Amen. Na wakati Mungu anasema maandalio ya moyo nataka yawe ya mwanadamu mwenyewe, alafu kisha jawabu litatoka kwangu. Huna maandalio ya moyo kwa ajili ya maisha yako. Umewaweka watu wengine kwa ajili ya maisha yako, kila siku lawama tu. Hawajanisaidia vizuri, hawanisaidii, hawanisaidii. Yaani wewe kila siku ni wakulalamika, hawanisaidii. Umekufa japokuwa unaishi. Amen. Haleluya. Amina. Embo ondoka kwenye hiyo hali haraka sana. Amina. Kabla mambo kuharibikia. Amen. Hiyo ndio iliyokutia uduni. Unakuta mtu huyu yeye chochote yanalishajipunguza kila mahali, hata ndani ya kanisa. Yeye kila siku si mnajua uwezo wangu, mimi sina, mimi sina. Wakisema kutoa haka, mimi sina, siwezi. Wakisema kufanya hiki, mimi siwezi. Maisha yake ni ya kutia huruma asaidiwe. Anatiatia huruma za kutaka kusaidiwa. Nakwambia hivi, ukiwa namna hiyo umekufa japokuwa unaishi. Amen. Haleluya. Amen. Kumbuka kwamba Petro alipata jina kubwa na nafasi kubwa, sio kwa sababu alikuwa mkiroho sana. Haleluya. Amen. Ila kwa sababu aliitambua nafasi yake vizuri, alijitambua vizuri. Utambulisho wote wa Yesu Kristo aliushika na akaisimamia nafasi yake vizuri, akapata jina kubwa kuliko wengine wote. Amen. Haleluya. Amina. Mtu wa Mungu aliyeokoka siku zote lazima ajione yumo kati ya waliomo. Amina. Haijalishi mazingira ya hali yako, kwa sababu kinachofanya kazi sio uinje wako, ni undani wako. Na kwenye undani wa kila mtu kuna hazina kamilifu ambazo Mungu ameziweka kwa kila mtu. Amen. Amen.